Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Mapatano mapya ya nchi za Umoja wa Ulaya dhidi ya Russia kwa kutilia maanani jaribio la utawala wa Trump la kuanzisha usitishaji vita nchini Ukraine kwa kuilazimisha ikubali masharti yaliyowekwa na Russia na upinzani wa nchi za Umoja wa Ulaya dhidi ya swala hili, na kwa upande mwingine madai ya baadhi ya viongozi wa Ulaya kuhusu vitisho vya Russia dhidi ya bara hilo. Nchi hizo sasa zimechukua hatua mpya kwa ajili ya kukabiliana na Moscow. Kuhusiana na hili, Donald Tusk, waziri mkuu wa Poland, ametangaza makubaliano yaliyofikiwa na wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kuongeza uwezo wa kiulinzi wa umoja huo dhidi ya uwezekano wa mashambulizi ya Russia ifikapo 2030, na kuongeza kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano kwamba umoja huo unapaswa kujiimarisha kijeshi kwa shabaha ya kujilinda dhidi ya uwezekano wa kushambuliwa na Russia ifikapo 2030. Licha ukweli kwamba nchi nyingi za Ulaya zinakabiliwa na nakisi ya bajeti, lakini Umoja wa Ulaya unazitaka ziongeze bajeti yao ya ulinzi hadi kufikia 3.5% ya pato la taifa. Awali Umoja wa Ulaya ulikuwa umetaka bajeti ya ulinzi ya wanachama wake iongezwe hadi 2.5% ya pato la taifa, kiwango ambacho hakikufikiwa na nchi nyingi wanachama kutokana na nakisi ya bajeti. Bila shaka litakuwa jambo rahisi kufikia lengo hilo kwa kutilia maanani hali ngumu ya kiuchumi inayozikabili nchi nyingi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Shirika la habari la Reuters limeandika kuwa Marekani kwa sasa inajishughulisha zaidi na eneo la Asia Pacific, na hili limeitia wasiwasi mkubwa wa Ulaya. Kwa upande mwingine, maelewano ya Trump na Vladimir Putin kuhusu vita vya Ukraine na kufikia tamati uungaji mkono wa kijeshi wa Marekani kwa nchi hiyo kumezifanya nchi za Ulaya zitafute njia mbadala ya kukabiliana na Russia. Viongozi wa Umoja wa Ulaya na baadhi ya nchi za Ulaya, hususan Ujerumani na Ufaransa pamoja na Poland na nchi za Baltic, wamesisitiza mara kwa mara kuwepo kwa tishio la usalama dhidi ya Ulaya kutoka Russia. Kwa mfano, Kaja Kallas, afisa wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, amedai mwishoni mwa Januari mwaka huu kwamba Russia inatishia usalama wa bara hilo na kwamba njia pekee ya kukabiliana na tishio hilo ni kuongeza bajeti ya kijeshi. Kallas, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Latvia na anayejulikana kama mmoja wa wapinzani wakuu wa Russia barani Ulaya, pia alisema kuwa Rais Donald Trump wa Marekani alisema ukweli aliposema kwamba wanachama wa Umoja wa Ulaya hawagharimiki vya kutosha kwa ajili ya kujilinda. Trump alikuwa amesema kuwa wanachama wa NATO wanapaswa kutenga 5% ya pato lao la taifa kwa ajili ya bajeti ya kijeshi, idadi inayoonyesha ongezeko kubwa ikilinganishwa na 2% iliyotengwa na wanachama wa NATO. Idadi hiyo ilitangazwa na Trump katika hali ambayo hakuna hata mmoja wa wanachama wa NATO, ikiwemo Marekani yenyewe, aliyefanikiwa kuilipa fedha hizo. Suala muhimu ni kwamba licha ya madai yanayotolewa mara kwa mara na Umoja wa Ulaya na baadhi ya nchi za Ulaya, hasa Ujerumani, Ufaransa, Poland na nchi za Baltic kuhusu tishio la usalama kutoka kwa Russia, lakini viongozi wa Moscow wamekanusha mara kwa mara jambo hili. Kuhusiana na hilo, Februari 2025, David Vance, makamu wa rais wa Marekani, alisema katika mkutano wa usalama wa Munich kwamba kwa mtazamo wa Marekani, tishio kubwa zaidi kwa usalama wa Ulaya halitoki Russia au China, bali linatoka ndani ya Ulaya yenyewe. Suala jingine ni kwamba misimamo mikali ya Trump dhidi ya NATO pamoja na vitisho vyake vya mara kwa mara vya kupunguza ahadi za kiulinzi za Marekani kwa Ulaya na kuzidi kuharibika uhusiano wa mataifa ya Atlantic kwa ujumla kumepelekea nchi kubwa za Ulaya ambazo ni wanachama wa NATO kutaka kuanzisha nguvu huru ya kiulinzi ya Ulaya ili kulinda usalama wao dhidi ya vitisho vinavyodaiwa kutoka kwa Russia. Hivyo nchi kubwa za Ulaya zinapanga mikakati ya kujisimamia kiusalama na hata kuchukua nafasi ya ushawishi wa Marekani katika NATO. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na nchi za Nordic, yani Denmark, Finland, Sweden, Norway na Iceland zinafanya mijadala isiyo rasmi lakini yenye muundo maalum kuhusu swala hili. Nchi hizi zinapanga kuandaa mpango ambao utaweka mzigo wa kifedha na kijeshi wa NATO kwenye mabega ya nchi za Ulaya na kuwasilisha kwa Marekani kabla ya kufanyika mkutano wa kila mwaka wa viongozi wa NATO huko The Hague, Uholanzi mnamo Juni 2025. Mpango huo unajumuisha ahadi za kuongeza matumizi ya ulinzi ya Ulaya na uwezo wa kijeshi ili kupata kibali cha Trump cha kukabidhi majukumu taratibu na kuiruhusu Marekani zingatie zaidi eneo la Asia. Inakadiriwa kwamba itachukua miaka 5 hadi 10 kubuni matumizi ya kijeshi na uwezo wa ulinzi wa kiwango ambacho kitaweza kuchukua nafasi ya uwezo wa kijeshi wa Marekani. Vilevile, wanajeshi wa Ukraine wameshambulia wilaya 9 za mkoa wa Belgorod unaopakana na Urusi kwa ndege zisizo na rubani 50 na kujeruhi raia mmoja na kuwaua wengine wawili, Governor Vyacheslav Gladkov anasema kupitia chaneli yake ya Telegram siku ya Jumatatu. Hayo yakiendelea,
Vikosi vya wanajeshi vya Urusi vimepata tena udhibiti wa sehemu kubwa ya mpaka wa jimbo katika eneo la Sumi. Chanzo cha kijeshi kinaripoti. Kinasema vikosi vyetu vimerejesha udhibiti wa sehemu kubwa ya mpaka wa serikali katika eneo la Sumi. Alibainisha kuwa karibu na Guyev, askari wa Kirusi wanasafisha kikamilifu maeneo ya misitu. Wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo wanakabiliwa na uhaba wa chakula na risasi. Amri ya Ukraine imepiga marufuku wafanyakazi kujisalimisha na kutishia kulipiza kisasi dhidi ya jamaa na marafiki zao, aliongeza. Vile msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin, Dmitry Peskov, amezungumza. Anasema wakati Moscow na Washington ziko tayari kusuluhisha hali ya Ukraine, kazi nyingi juu ya masuala ya kiufundi iko tayari kwao. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema akijibu swali la mwandishi wa habari. Alipoulizwa kutoa maoni yake kuhusu kauli za rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mchoro wa makubaliano ya amani, Peskov alisema pande hizo mbili ziko tayari kuelekea kwenye amani na zinashiriki maelewano ya pamoja hapa kwa hakika. Aliongeza, kwa ujumla mambo mengi ya mchakato wa amani hakika yatalazimika kushughulikiwa. Rais wa Urusi Vladimir Putin amepiga angalau simu mbili na Trump kama ilivyoripotiwa na Kremlin mnamo Februari na Machi. Vilevile hajaishi hapo. Peskov anasema Rais wa Urusi Vladimir Putin hajabadilisha agizo lake la kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati licha ya ukiukwaji wa makubaliano ya vikosi vya jeshi la Ukraine kuhusu usitishaji vita wa siku 30. Anasema hadi sasa hakujawa na amri mpya kutoka kwa rais. Vikosi vyetu vya kijeshi vinatekeleza maagizo yote kutoka kwa kamanda mkuu, Peskov alisema akijibu mashambulizi ya hivi majuzi ya Ukraine kwenye vituo vya nishati mwishoni mwa juma. Hapo awali Anton Titskay, naibu gavana mkuu wa Zaporizhzhia, aliripoti kwamba jeshi la Ukraine lilianzisha mashambulizi makubwa kwenye kituo cha nishati katika eneo hilo. Vikosi vya Ukraine vililenga kituo kidogo cha nishati ya umeme katika eneo la Polog na kusababisha kukatika kwa umeme na kuathiri zaidi ya kaya 11,000. Hayo yakiendelea, mamlaka ya Jamhuri ya Watu Donetsk inaangazia maendeleo ya vitendo vya Urusi na usambazaji wa watu wote katika maeneo yaliyokombolewa na hawatarajii mwisho wa haraka wa uchochezi wa Kiukraini baada ya mazungumzo ya Riyadh. Mkuu wa DPR Denis Pushilin anasema wakati wa matangazo ya television ya Russia 24. Wajumbe wa Urusi na Marekani wanafanya mazungumzo Machi 24 kuhusu suluhu ya mzozo wa Ukraine. Wakati huo mkuu wa DPR alibainisha kuwa Donbas inatazama kila kitu kinachotokea ndani ya mfumo wa mchakato wa mazungumzo huko Riyadh. Vile utawala wa Kiev kwa mara nyingine umejihusisha na vita vya ndege zisizo na rubani dhidi ya kituo kikubwa zaidi cha kusukuma mafuta cha Caspian Pipeline kilicho katika mkoa wa Krasnodar, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Kulingana na wizara hiyo, walinzi wa anga wa Urusi walinasa ndege isiyo na rubani ya Ukraine kilomita 7 kutoka kituo cha kimataifa cha miundombinu ya nishati cha Kropotkinskaya. Vipande vyake vilianguka karibu na kituo cha reli cha Kavkazskaya. Vile inaelezwa kwamba Washington inaweza kufuatilia ukiukwaji wa makubaliano ya kutolenga miundombinu ya nishati na kufikia hitimisho. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema, tunafuatilia kwa karibu hali hiyo. Kweli wenzetu wa Marekani pia wana fursa ya kuifuatilia na kufikia hitimisho muhimu. Hapo awali Anton Titskay, naibu gavana mkuu wa Zaporizhzhia, alisema kuwa Ukraine ilikuwa imeanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya kituo kidogo cha umeme katika eneo la Polog. Zaidi ya wateja 11,000 kwenye vijiji vya Polog walikosa umeme. Vile vikosi vya Urusi vimeshambulia viwanja vya ndege vya kijeshi vya Ukraine, maghala ya risasi na maeneo ya kurushia ndege zisizo na rubani katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Vilevile kundi la kaskazini la Urusi limesababisha vifo vya zaidi ya askari 175 wa jeshi la Ukraine na kuharibu vifaru viwili na magari 4 ya kivita kwenye eneo lake la uwajibikaji karibu na makazi ya Miropol, Ogroyed, Turia, Krasnopol katika mkoa wa Sumi. Tukitoka huko kwenye uwanja wa kivita, wizara ya mambo ya nje ya China imekanusha ripoti zinazodai kuwa maafisa wa China wanajadili kutuma ujumbe wa kulinda amani nchini Ukraine baada ya mzozo kumalizika. Guo Jiakun, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, anasema, ningependa kusisitiza kwamba ripoti zinazolingana ni za uongo kabisa. Guo pia alitaja kuwa China inatafuta kuendelea kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa kuelekea mazungumzo ya amani na kuweka mazingira kusitisha mapigano na kumaliza mzozo. Hapo awali gazeti la Welt am Sonntag la Ujerumani liliripoti likinuku vyanzo kwamba China inatathmini nafasi inayowezekana katika ujumbe wa kulinda amani nchini Ukraine pamoja na Umoja wa Ulaya mara baada ya mzozo huo kukamilika.
Vile vile, rais mpya wa Ukraine ambaye uchaguzi wake unachangiwa na Marekani ana hatari ya kudhoofisha kabisa nchi ikiwa atachukua madaraka. Viktor Vodolotsky, naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya jimbo la Duma kuhusu masuala ya CIS, ushirikiano wa Euro-Russia na uhusiano na wenzao, anasema anaamini kwamba Ukraine inahitaji kiongozi mwenye uwezo wa kurejesha uhuru wake wa serikali. Hapo awali ripoti za vyombo vya habari zilipendekeza kuwa wajumbe kutoka utawala wa rais wa Marekani Donald Trump walikuwa wakizuru Ukraine na kushirikiana na viongozi wa upinzani Yulia Tymoshenko na Petro Poroshenko ili kuweka msingi wa uchaguzi wa rais. Anasema ikiwa Marekani itatumia mabilioni kumtangaza rais wa baadaye wa Ukraine na kuahidi kurejesha kila kitu ambacho Zelensky ameharibu, basi uwezekano wa kumchagua rais anayeunga mkono Marekani hakika utaongezeka. Vodolotsky alisema ingekuwa rais anayeunga mkono Marekani si anayeunga mkono Ukraine, hii ingewakilisha kuendelea kwa hali hiyo hiyo ya ukoloni na kuharakisha zaidi kuanguka kwa Ukraine. Vile vile, iwapo mazungumzo ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine yatafanikiwa, inategemea iwapo Marekani itashinikiza kuchukua nafasi ya utawala wa Volodymyr Zelensky ambao umeonekana kutokuwa na uwezo wa kujadiliana. Nikolai Azarov, waziri mkuu wa zamani wa Ukraine, anaiambia televisheni ya Russia 24 inafaa kufanya mazungumzo ya amani yanayohusisha taifa lenye nguvu kama Marekani ya Amerika, ikizingatiwa Marekani wanaweza kulazimisha Kiev kutekeleza makubaliano kwa kuchukua nafasi ya serikali kwa kuchukua nafasi ya Zelensky. Kwa kweli, Azarov ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa Ukraine kwa miaka 4 kuanzia 2010 anasema, kulingana na Azarov, serikali ya sasa ya Kiev haitekelezi chochote, kwani inaangalia tu kusalia madarakani kwa muda mrefu iwezekanavyo. Ni wazi inafaa kufanya mazungumzo yoyote ya amani kutokana na rais wa Marekani Donald Trump na utawala wake wanaweza kuhakikisha kwamba makubaliano yote yanatekelezwa. Vile vile, Ukraine haifikii vigezo vyovyote vya msingi vya wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa vile imejikita katika rushwa na madeni. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa vuguvugu nyingine la Ukraine na mkuu wa zamani wa jukwaa la upinzani For Life Party, anasema mwanasiasa huyo alikumbuka mpango wa Sweden, Finland, Denmark, Latvia, Lithuania na Estonia kuharakisha kujiunga kwa Ukraine kwa EU. Mpango huu unaonekana usio na maana kwa sababu hauna msingi wa kiuchumi, kisiasa wala kisheria ambao unaonyesha kuwa ni ushabiki tu, alisema. Kiev imejikita katika ufisadi. Ukraine na uchumi wake uliodumaa inategemea kikamilifu misaada ya nchi za magharibi. Nchi hiyo inashindwa kufikia vigezo vyovyote muhimu vya wanachama wa Umoja wa Ulaya. Aidha, hali inazidi kuzorota siku hadi siku. Uchumi wa nchi hiyo unadorora, machafuko ya kisheria yanaongezeka, na sasa kuna udikteta nchini Ukraine ambao hauendani tu na demokrasia ya kutengwa. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile, ujumbe wa Marekani katika mazungumzo mjini Riyadh na Urusi unaongozwa na Andrew Pick, mkurugenzi mkuu katika Baraza la Usalama la Taifa la White House, na Michael Anton, afisa mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje, vyanzo viliambia Reuters. Ripoti za awali zilisema ujumbe wa Marekani umemtuma Anton, ambaye ni mkurugenzi wa wafanyakazi wa mipango ya sera wa Wizara ya Mambo ya Nje, pamoja na wasaidizi wa mjumbe maalum wa Donald Trump kwa Ukraine Keith Kellogg na mshauri wa usalama wa kitaifa Mike Waltz kwa mazungumzo hayo. Marekani haijafichua rasmi majina ya wapatanishi wake. Siku ya Jumatatu asubuhi, Urusi na Marekani zilianza duru nyingine ya mazungumzo katika mji mkuu wa Saudia. Mwenyekiti wa kamati ya baraza la shirikisho la masuala ya kimataifa Grigor Karasin na mshauri wa kurugenzi ya huduma ya usalama ya shirikisho Sergei Beseda wanawakilisha Urusi kwenye mazungumzo hayo. Vile vile, wajumbe wa Marekani na Ukraine watafanya duru ya ziada ya mazungumzo mjini Riyadh siku ya Jumatatu. Sergei Leshchenko, mshauri wa ofisi ya Volodymyr Zelensky, anasema sasa ujumbe wa Ukraine unasalia Saudi Arabia, haurudi ili kufanya mashauriano yao baada ya kumalizika kwa mazungumzo haya ya Urusi na Marekani. Hiyo ni mazungumzo yataendelea kwa muda fulani, Leshchenko alisema wakati wa matangazo ya kituo cha TV. Vile vile, Volodymyr Zelensky anataka kung'ang'ania madaraka kwa njia yoyote, hivyo hatafanya uchaguzi halali wa rais nchini Ukraine. Naibu mwenye nia upinzani wa Verkhovna Alexander Dobinski anasema ikiwa Zelensky alianza kuzungumza kwa usawa kuhusu uchaguzi, inamaanisha kitu kimoja hasa: hakutakuwa na uchaguzi wa kweli. Sio kuhusu kupiga kura, ni kuhusu utaratibu wa kuhifadhi mamlaka, Dobinski aliandika kwenye kituo chake cha Telegram. Kulingana na yeye, uchaguzi wowote unaowezekana utakuwa tu kifuniko ambacho kinahifadhi muundo wa sasa wa nguvu. Vile vile, katika mazungumzo yao ya Machi 23 kwa Riyadh, wajumbe wa Urusi na Marekani wamejadili uwezekano wa kusitisha mapigano katika Bahari Nyeusi ambayo ingeweka miundombinu ya bandari
na mito nje ya kikomo kwa mashambulizi. Mshauri wa ofisi ya Volodymyr Zelensky, Sergei Lashchenko, anasema alibainisha kuwa mazungumzo hayo yalitumiwa kuweka wazi hisia na baada yao mikutano katika ngazi ya juu inawezekana. Wizara ya Ulinzi ya Urusi hapo awali ilidokeza kwamba vikosi vya Urusi vinashambulia miundombinu ya kijeshi na viwanda ya Ukraine. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.